Wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika mwendelezo wa simulizi letu la historia ya Uislamu. Tulipoishia sehemu iliyopita, tuliona jinsi siku za mwisho za maisha ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilivyokuwa na matukio mazito na yenye kugusa nyoyo, na hatimaye siku ile ilifika. Siku ambayo ilisimamisha pumzi za Waislamu, siku ambayo machozi yalitapakaa katika mji wa Madina. Mtume wa Mwenyezi Mungu alifariki dunia. Habari hiyo iliposambaa, watu walipigwa na butwaa. Wengine hawakuamini kilichotokea, wengine walilia kwa huzuni kubwa. Miongoni mwa waliopata mshtuko mkubwa alikuwa Umar ibn Khattab. Inasemekana alisimama katikati ya watu akisema, yeyote atakayesema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amekufa, nitamkata shingo yake. Hali ilikuwa ya taharuki. Watu walikuwa katika huzuni na mshangao mkubwa. Lakini muda si mrefu, alisimama mtu mwenye utulivu na busara, Abu Bakar radhiallahu anhu. Aliwasogelea watu na kusema kwa sauti ya utulivu, yeyote aliyekuwa akimwabudu Muhammad, basi Muhammad amefariki. Lakini yeyote anayemwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu yu hai wala hafi. Kisha akasoma aya kutoka Qur'an, Muhammad si chochote ila ni mtume. Mitume wengi wamepita kabla yake. Maneno hayo yaliwatuliza watu kidogo, lakini hali ya huzuni bado ilikuwa nzito katika mji wa Madina. Lakini wakati baadhi ya maswahaba walikuwa bado katika msiba na maandalizi ya mazishi ya Mtume, tukio lingine lilikuwa linaanza kujitokeza upande mwingine wa mji, mahali panapoitwa Saqifa ya Banu Saida. Hapa ndipo baadhi ya Ansari walipokusanyika ili kujadili jambo muhimu sana: nani ataongoza Waislamu baada ya kifo cha Mtume? Katika mkutano huo kulikuwa na majadiliano makubwa. Ansari waliona kuwa wao pia wana haki ya uongozi kwa sababu walikuwa waliupokea Uislamu Madina na kuwalinda Waislamu. Lakini muda si mrefu, baadhi ya muhajirina wakafika hapo, akiwemo Abu Bakar, Umar ibn Khattab na Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Majadiliano yakawa makali, kila upande ukitoa hoja zake. Hatimaye, baada ya majadiliano marefu, Umar ibn Khattab alimshika mkono Abu Bakar na kumpa baya, kiapo cha utii, kama kiongozi wa Waislamu. Watu wengine wakafuata baada yake. Hapo ndipo Abu Bakar akawa khalifa wa kwanza wa Waislamu. Lakini wakati mjadala huu wa uongozi ukiendelea katika Sakifa, kulikuwa na jambo lingine lililoendelea katika nyumba ya Mtume. Baadhi ya watu wa karibu wa Mtume walikuwa wanajishughulisha na jambo muhimu sana: kuosha na kuandaa mwili wa Mtume kwa ajili ya mazishi. Miongoni mwa waliokuwa wakishiriki katika maandalizi hayo alikuwa Ali ibn Abi Talib, pamoja na watu wa familia ya Mtume na baadhi ya maswahaba wachache wa karibu. Kwa mujibu wa riwaya nyingi za kihistoria, mwili wa Mtume ulioshwa na kuandaliwa na watu wachache sana, na kisha Mtume akazikwa katika chumba chake mahali alipofariki. Wahenga wa Kiswahili husema, mji haukosi maneno. Na tukio hili la Sakifa pamoja na mazingira ya mazishi ya Mtume limeendelea kujadiliwa sana katika vitabu vya historia kwa karne nyingi. Wengine hulitazama kama tukio la kisiasa la dharura, wengine huliona kama mwanzo wa tofauti kubwa katika historia ya Uislamu. Lakini jambo moja halina shaka, hapo ndipo ukurasa mpya wa historia ya Uislamu ulipoanza kuandikwa. Katika sehemu inayofuata tutazungumzia ni nini kilitokea baada ya Abu Bakar kuwa khalifa, na vipi tofauti za rai zilivyoanza kuonekana wazi zaidi katika jamii ya Kiislamu. Usiondoke, endelea kuwa nasi katika matangazo ya Abjad Academy. Mimi ni Ustadh Bakr Ulum, mwandishi na mhariri wa habari. Kwa pamoja